Salamu na amani ziwe nawe popote pale ambapo ulipo. Karibu na nikualike kwenye habari za michezo hapa East Africa Radio. Jina langu ni Hussein Bakari, Rodri wa habari. Kuelekea mchezo wa kesho, mchezo wa tatu katika hatua ya makundi, mchezo wa kundi C kati ya Taifa Stars dhidi ya timu ya taifa Tunisia, kocha Miguel Gamondi na mchezaji Novatus Dismas Miroshi wameeleza mipango ya Taifa Stars kuelekea mchezo huo wa maamuzi. We are ready, we are ready to give a fight. Tupo tayari kuelekea mchezo huo. Tutapambana kwa uwezo wetu wote. Ilikuwa nusu tufanye vizuri dakika 10 tu za mwisho mchezo uliopita dhidi ya Uganda, lakini tulishindwa kufanya hivyo. Safari hii tutafanya kwa uwezo wetu. A great opportunity. Naamini mchezo utakuwa ni mgumu kutokana na ukubwa wa timu tunaenda kukutana nayo. Ina wachezaji wengi wazuri, lakini kupitia uongozi wetu, technical bench, tumejipanga vizuri kutokana na mchezo huo. Ni mchezo wa mwisho kwenye group, kwa hiyo tunahitaji matokeo ya ushindi kupata kufuzu katika hatua ya group stage ambayo ni malengo ya kila mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, na tuna imani kupitia wa Tanzania wote ambao wanatusupport kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi, na tunaamini tutaweza kufanya vizuri katika mchezo huo kwa sababu tuna nia na tuna uwezo wa kufanya vizuri na tumejipanga vizuri. Kukata tamani hatua ya mwisho katika maisha. Mara zote mpambanaji hachoki, na mwenye uhitaji ana imani ya kuamini kuwa atafanikiwa kwenye lile analopambania. Naam, mashabiki wa Taifa Stars wameeleza wanaiona timu ya taifa ikifuzu hatua ya mtoano. Taifa Stars kwa ujumla naiona kabisa, naona kabisa mechi inayofuata ninavyoiona kwenye mstari huu, kwa sababu na Uganda tulivyotoa 1-1 ilikuwa tunakaribia kushinda ile mechi, lakini Mungu sio asumani, hatukubahatika. Lakini naona mwelekezo tukikaza tulivyokaza na zizi ya Uganda na hii mechi inayofuata naweza tukatoboa na tukaelekea hatua inayofuata, hatua ya mtoano. Game ni ngumu kwa Taifa Stars, wanatakiwa wapambane. Tunisia ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri. Kwa hiyo kupata alama 4 katika ile moja waliokuwa nayo, tumuombe Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mpira unadunda na ni dakika 90, matokeo yote yanaweza kupatikana. Kwa hiyo siwezi kuikatia tamaa Taifa Stars. Bado game moja, na game hiyo moja tunaweza tukapata nafasi tukasonga mbele. Mchezo huo utapigwa kesho Jumanne Desemba 30, 2025 kwenye dimba la Olympic, pembeni kidogo ya dimba la Prince Moulay Abdullah jijini Rabat nchini Morocco, kuanzia saa 1 kamili usiku. Na klabu ya Simba Queens imeendeleza ubabe wake katika ligi kuu ya wanawake Tanzania bara baada ya kuibuka na ushindi wa bao 2-0 dhidi ya wapinzani wao wa jadi Yanga Princess kwenye dabi ya Kariakoo iliyochezwa jana Jumapili katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Ushindi huo umeongeza morali kwa wachezaji na kuwafanya waendelee kushikilia kilele cha msimamo wa ligi. Akizungumza baada ya mchezo huo, afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Bi Zubeda Hassan Sakuru amesema siri ya mafanikio ya timu hiyo msimu huu ni kujifunza kutokana na makosa ya nyuma na kufanya maandalizi sahihi kwa malengo makubwa. Mwaka jana tulikuwa na msimu mzuri, tulipoteza ubingwa kwa mwishoni kabisa, lakini mimi naamini Simba Queens bado wana nafasi kubwa sana ya kuendeleza kila ambacho tunasema ni malkia wa soka la wanawake Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Kwa matokeo hayo, Simba Queens wanamaliza mwaka 2025 wakiwa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara, wakiwa wamecheza michezo 5, kushinda michezo yote hiyo, kukusanya alama 15, kufunga mabao 13 bila kuruhusu bao lolote. Wachezaji wa timu hiyo wameeleza kufurahishwa na ushindi dhidi ya Yanga Princess, wakisema dabi hiyo ilikuwa muhimu kwao kisaikolojia na kwenye mbio za ubingwa. Ni dabi ya Simba na Yanga, kwa hiyo mchezaji ukifunga kuna furaha fulani hivi unajisikia, na hususan ukija kuangalia pia timu imepata matokeo. Kwa hiyo mimi nina furaha kubwa sana kwangu mimi na wachezaji pia, yani siwezi kuielezea, lakini furaha yangu ni kubwa mno. Actually kwa mafans wetu tunasema asante sana. Chamazi is too far, but wameshow support kubwa and tuseme hatujawaangusha. Tumalizie kwa kuangazia habari za michezo kimataifa. Nahodha wa FC Barcelona Ronald Araujo anatarajiwa kurejea rasmi kwenye mazoezi ya pamoja na kikosi cha kwanza leo baada ya kukamilisha kipindi cha mapumziko na mazoezi maalum ya kurejesha utimamu. Araujo, ambaye amekuwa nje uwanja kwa muda kutokana na majeraha, ataungana na wenzake katika Open Training Season ikiwa
ikiwa ni hatua muhimu kuelekea kurejea kwake kikamilifu katika ushindani wa michezo ushindani ya FC Barcelona. Kurejea kwa beki huyo wa kimataifa wa Uruguay ni habari njema kwa benchi la ufundi la Barcelona, kwani ni mchezaji muhimu katika safu ya ulinzi na mmoja wa viongozi wakuu ndani ya timu. Klabu imekuwa ikichukua tahadhari kubwa katika mchakato wa kurejesha afya yake ili kuepuka majeraha ya mara kwa mara, huku lengo likiwa ni kumfanya awe tayari kwa michezo mikubwa ijayo. Hatua hii ya kwanza ya mazoezi ya pamoja inaashiria kuwa Ronald Araujo yuko karibu na kurejea uwanjani, jambo linalowapa matumaini makubwa mashabiki wa Barcelona. Na kocha wa The Gunners Arsenal Mikel Arteta amesema klabu hiyo itakuwa inaangalia kwa umakini mkubwa uwezekano wa kufanya usajili katika dirisha la usajili la mwezi Januari kutokana na changamoto ya ratiba ngumu na majeruhi yaliyokithiri. Arsenal ilitumia takriban pauni milioni 250 msimu wa kiangazi na kusajili wachezaji 8 ili kuongeza ubora wa kikosi na kuhimili ushindani wa mataji katika mashindano mbalimbali. Hata hivyo, msimu uliopita kampeni yao iliathiriwa pakubwa na majeruhi, hali iliyowalazimu kukosa baadhi ya wachezaji muhimu katika kipindi cha mwisho cha msimu. Msimu uliopita Arsenal ilimaliza nafasi ya pili kwenye ligi kuu ya England kwa misimu 3 mfululizo, huku ikitolewa kwenye nusu fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya na Paris Saint-Germain PSG. Walikosa huduma ya beki Gabriel Magalhaes katika hatua za mwisho za msimu na walilazimika kumtumia kiungo Mikel Merino kama mshambuliaji wa muda. Changamoto hizo za majeruhi zimeendelea pia msimu huu, ambapo Kai Havertz aliumia tangu siku ya ufunguzi wa ligi, huku nahodha Martin Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Noni Madueke na Max Doman wote wakipata vipindi vya kukaa nje kutokana na majeraha. Hivi karibuni matatizo ya majeruhi yamehamia zaidi katika safu ya ulinzi. Mikel Arteta alilazimika kumchezesha Declan Rice kama beki wa kulia kwenye michezo dhidi ya Brighton baada ya Julian Timber kuumia na Ricardo Calafiori kupata tatizo wakati wa mazoezi kabla ya mechi. Ingawa Gabriel alirejea katika ushindi wa bao 2-1, bado haijulikani ni lini Timber, Calafiori na Mosquera watarudi uwanjani. Mikel Arteta amesema benchi la ufundi linaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya wachezaji na ratiba zao za kurejea, akisisitiza kuwa klabu lazima iwe tayari wakati wote kwa sababu hali inaweza kubadilika ghafla. Ripoti za michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hussein Bakari, Rodri wa habari, mwenye utajiri wa habari wa EA TV.